Sasa nianze kwa kuleta salamu. Pokeni salamu za upendo kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimia, anawapenda na anawapongeza kwa kazi kubwa mnayoendelea ya ujenzi wa taifa. Nilimwaga kwamba siku ya leo nitakuwa Singida. Akanielekeza nifikishe salamu zake hizo za upendo. Na rais wetu ameonesha kwa vitendo upendo wake kwa mkoa wa Singida. Mbali na kuwateua watoto wenu katika nafasi mbalimbali, ikiwemo nafasi hii kubwa ya kuwa msimamizi mkuu wa shughuli za serikali bungeni, lakini kateua naibu waziri wa mipango tokea mkoa wetu wa Singida. Lakini si hiyo tu, ameweka kwenye ilani kuleta mradi mmoja wapo wa kimkakati mpaka mkoa wa Singida. Katika ilani ya uchaguzi na mpango wa maendeleo umeelekeza kwamba reli ya kisasa SGR itakuja mpaka hapa Singida. Huu ni mradi wa kimataifa, huu ni mradi wa kisasa, huu ni mradi wa kimkakati ambao utainua maisha ya Wanasingida. Huu ni mradi utakaoiunganisha Singida na bandari ya Dar es Salaam moja kwa moja. Huu ni mradi ambao ni uti wa mgongo kwenye nchi yetu. Lakini sio hilo tu, ameweka kwenye ilani mkoa wa Singida kwenda kupata kiwanja cha ndege. Huyo ndio Samia. Lakini sio hilo tu, ameweka kwenye ilani kukamilisha uunganishaji wa mkoa wa Singida na mikoa ya jirani, kukiwa na ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami kutokea Mkiwa kwenda mpaka Chunya, kutoboa mpaka Mbeya. Kukiwa kwenye ilani kwenye barabara inayounganisha mkoa wa Singida kupitia Iguguno kwenda Mkalama, kwenda Meatu, kwenda mpaka Mara, mpaka nchi ya jirani. Kukiwa kwenye ilani barabara ya kutokea Singida kupitia Ilongero kwenda mpaka Haidum. Kukiwa kwenye ilani barabara ya kutokea njia panda kwenda mpaka kwa Mtoro, kwenda mpaka Tanga, kwenda mpaka Handeni. Na waziri wa barabara yuko hapa. Huu ni upendo wa vitendo ambao Mheshimiwa Rais ameonyesha kwa Wanasingida. Na hii nimetaja sehemu tu ya baadhi ya mambo ambayo yako kwenye ilani. Ilani ile imesheheni mambo mengi sana ambayo nikianza kutaja moja tutakesha hapa. Yapo kwenye kilimo, yapo kwenye afya, yapo kwenye elimu, yapo kwenye idara zingine zikiwemo barabara za vijijini. Lakini Mheshimiwa Rais ameonyesha upendo kwa Watanzania kwa kuweka mambo makubwa na kuweka msisitizo kwamba anatamani yaanze kutokea ndani ya siku 100 za uongozi wake. Jambo moja wapo, Mheshimiwa Rais ameelekeza ndani ya siku 100 utaratibu wa bima ya afya kwa wote uanze kuonekana. Ameelekeza ndani ya siku 100 usumbufu ambao wananchi walikuwa wanaupata wanapokuwa wamepatwa tatizo la kuondokana na mpendwa wao mahospitalini na miili ya wapendwa wao kung'ang'aniwa mahospitalini, utafutiwe utaratibu mpya ambao utajali utu wa Mtanzania. Lakini ilani ya mwaka 2025 kwenda 30 Dr. Samia aliyowaletea Tanzania inaongelea maisha ya Mtanzania. Ametoka kuongelea kuunganisha umeme kwenye vijiji, akapeleka kuunganisha umeme kwenye kaya, kwenye maisha ya Mtanzania ya kila siku. Ametoka kuongelea kuunganisha umeme kwenye kata, ameenda kuongelea kuweka nishati safi ya kupikia kwenye kila familia. Huyo ndio Dr. Samia, na amenituma niwaletee salamu zake za upendo na anawatakia kila laheri
katika shughuli zetu za kujiletea maendeleo. Lakini pokeeni salamu za makamu wa rais, anawasalimia na yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Pokeeni salamu kutoka kwa Rais wa Zanzibar, na yeye anawasalimia na anaendelea na shughuli za ujenzi wa taifa na kuwafanyia kazi wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa viongozi, tutafuatilia kwa ukaribu utekelezaji wa ilani. Tutafuatilia kwa ukaribu utekelezaji wa miradi. Tutasimamia kwa ukaribu utoaji wa huduma. Nimeisema nilikopita na narudia na hapa. Na nikasema wale watumishi wa umma wazembe wala wasijifiche kwenye kichaka cha wale wanaofanya kazi vizuri. Tunasema tunatambua watumishi wa umma wanafanya kazi nzuri, na hata nchi hii kupiga hatua hii ya maendeleo ni kwa sababu ya ufanyakazi mzuri wa watumishi wa umma. Lakini tumesema kama ilivyo kawaida, hata kwenye familia wapo na wazembe ambao wamekuwa wakisababisha kero kwa wananchi wetu. Wale wanaopiga dana wananchi wanapokwenda kutafuta ufumbuzi wa kero zinazowakabili, hao ndio tunaosema hawatakuwa na nafasi. Mwananchi anakwenda kwenye ofisi ya serikali akiwa na jambo linalomsibu, analifikisha, anatarajiwa apate ufumbuzi, na Mheshimiwa Rais amewezesha kila ofisi ikapata kitendea kazi ili waweze kuwasaidia Watanzania. Anafika pale, lugha anayokutana nayo si njema. Anafika pale, anasikilizwa, anapigwa kalenda, uje kesho. Anafika pale, anasikiliza, anaambiwa uje kesho kutwa. Kesho kutwa akirudi anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akifika anaanza kuulizwa, hivi ulisemaje? Huu sio uelekeo Dr. Samia anaotaka, na sisi wasaidizi wake tutafuatilia haya. Kama Mtanzania amefika kwenye ofisi ya serikali, watendaji wote serikalini, chukua kumbukumbu ya jambo analofuatilia. Umelipatia ufumbuzi, weka alama kwamba hili limeisha. Limekuzidi kimo, wewe mwenyewe lifikishe kwenye ngazi inayotakiwa. Hiyo ndio maana halisi ya kusogeza huduma karibu na mwananchi. Kama tutakuwa tunapokea hoja, tunasikiliza na kupuuza, tunamwacha mwananchi mwenyewe ahangaike mpaka aende makao makuu, nini maana ya kusema tumesogeza huduma kwa mwananchi? Kama mwananchi anaendelea kufata jambo lake Dodoma, nini maana ya kuwa na serikali pale alipo? Rais amewezesha miundombinu, amewezesha vitendea kazi, amewezesha magari mengi kwa ajili ya watumishi watendaji serikalini kuwafikia wananchi. Amewezesha pikipiki wawafikia wananchi. Haya magari yameanza tu kuwa na kazi moja ya kwenda kwenye mkutano, kuendea kwenye semina na matembezi. Hili jambo ni lazima tubadili uelekeo. Kwa wakati huu na wakumbusha utaratibu tunaotakiwa kutumia. Mwananchi Mtanzania akifika ofisini asikilizwe, atafutiwe ufumbuzi wa jambo lililompeleka pale. Kama ngazi hiyo haina majawabu ya jambo hilo, ofisi ya serikali ifikishe kwenye ngazi inayoweza kutoa jawabu la jambo hilo. Huo ndio utaratibu wa kumrahisishia Mtanzania, wa kumsogezea huduma alipo. Hatujataka tuwe na ofisi kila mahali ili tuwe na ofisi nyingi. Tumetaka zitoe huduma kwa wananchi pale walio karibu nao. Wengine wanafanya vibaya kabisa. Anapokea hoja,
baada ya wiki ameshasahau, anauliza hivi ulitoa hoja gani? Na mimi niwaambieni viongozi wenzangu serikalini, mwananchi anapofunga safari anafika mpaka kwenye ofisi, jambo lile lina umuhimu kwake, na anavyofuatilia kila ofisi, atoke kijijini aende kwenye kata, atoke kwenye kata aende wilayani, atoke wilayani aende mkoani, atoke mkoani aende taifa. Maana yake jambo hilo lina umuhimu kwake, na si kwamba ana hela ya kuzunguka. Tena mbaya, wengine anazunguka mpaka anamaliza akiba aliyojikusanya nayo kufuatilia jambo lake. Akimaliza nauli za kuendelea kuhangaika kufuatilia jambo lake, anakata tamaa, anasubiri ziara za viongozi, anasubiri siku rais anakuja, ama makamu wa rais, ama waziri mkuu, anaamua kuandika bango lake ili angalau kiongozi mkuu alione kwamba hili nimeshazunguka mpaka nimeishiwa nauli na soli ya kiatu. Ili kuficha hayo makosa, kabla ya viongozi wakuu kufika, ananyang'anywa na hilo bango. Niseme, viongozi wote serikalini, ngazi zote, kama unataka wananchi wasibebe bango siku viongozi wakuu wamefika, wazungukie kila siku na uwatatulie hoja zao na kero zao. Watatulie kero zao, zunguka kila wakati, ita mkutano, uliza hapa kuna shida gani, zibebe hoja zao. Kama zinakuzidi ngazi, ndio kazi ya magari aliyoyatoa rais wetu mpendwa kwa viongozi na watendaji wa serikali. Safiri, nenda kapate majawabu, ili wananchi wasio na magari uwasaidie wewe kwenda kupata majawabu haya. Nimeitisha taarifa kila mkoa, na natanguliza maelekezo nitakapopita kwenye ziara za kila mkoa. Itakuwa ni wakati wa kuchukua hatua kwa wale ambao wameshindwa kutekeleza maelekezo. Dr. Samia ameelekeza kila mradi unaotekelezwa ndani ya Tanzania ulingane na thamani ya fedha iliyowekwa kwenye mradi huo. Nimeelekeza wasimamizi wote wa miradi wawaambie wanaotekeleza miradi, kila moja ajipime fedha ambayo ameshapokea kwa ajili ya mradi na hatua na ubora wa mradi ambao ameshatekeleza. Tutazunguka na wataalamu, tutapata taarifa, tutatuma wataalamu, watatuletea taarifa, tutashuka kwenda kuhakikisha. Hatuwezi tukawa nchi inayokwenda uchumi wa kati, alafu watu wakawa wanatekeleza miradi ovyo ovyo, alafu tukawa na watu wanapokea fedha nyingi, mradi huko robo, fedha 80%. Nilipita leo pale Manyoni. Tuna mradi pale Manyoni na tuna mradi wa aina hiyo hiyo pale Nyakanazi. Mkandarasi amepewa fedha tangu mwaka 2016, akatelekeza mradi. Amejiamulia yeye mwenyewe, amejipa mamlaka ya kusitisha mradi. Akaamuriwa alipe fidia kwa kuwachelewesha Watanzania kupokea matunda ya mradi ule. Akaanza kupitia dirisha hili, anapita hili, anatokea mlango huu, anaingilia mlango huu. Na kwa sababu anatokea nchi zingine kule, anadhani nchi za Kiafrika bado zinatawaliwa, anadhani nchi za Kiafrika bado ni makoloni. Nikaelekeza nafika kwenye mradi wa kandarasi wote waje kwenye site pale.
nikiwa na taarifa yupo nchini. Nafika pale siku 5, siku 4 zimeshapita, napewa udhuru. Amezoea, anaenda kwenye mradi kama vile anaenda kukagua vibarua wake. Nikakuta hayupo. Nimemwelekeza kamishina wa uhamiaji amnyang'anye pasipoti na yeye akamatwe, na akamatwe ashikiliwe mpaka lile jambo pale liishi. Hata kama ni wageni, hata kama mkandarasi ni mgeni, ukija hapa nchini tumekuajiri, lazima uheshimu nchi yetu. Amenyima fursa wakandarasi wazawa wenye machungu na nchi yetu kukamilisha mradi, na yeye atekeleze. Anatupangia kama ametuajiri. Salamu siwafikie na wakandarasi wengine wote. Hata kama wewe unatoka ni mkandarasi wa kimataifa, ukija hapa Tanzania imekuajiri. Nimeelekeza mradi ule usimamiwe na Wizara ya Ujenzi, na nimeelekeza asitoke ndani ya nchi mpaka lile jambo likamilike. Na nimeelekeza wenzetu wa sheria watafute vipengele hasara alizotusababishia na hujuma aliyoifanyia nchi yetu ya makusudi. Watanzania wanakosa mradi, Watanzania wanakosa ajira, Watanzania wanakosa huduma. Hatuwezi tukaruhusu watu wakachezea nchi yetu, na hatuwezi tukaruhusu wazembe wakatukanisha watu bora wanaofanya kazi vizuri. Tutafika kote, tutafuatilia kote, na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na sisi wasaidizi wake tutashuka kote. Tumesema kila moja kwenye deski lake, lazima awe serious na kazi. Sio mtu unasimamia deski la kilimo, haujui hata majira ya kilimo kwenye kila pande ya Tanzania. Watu wako kwenye palizi, unawapelekea mbolea ya kupandia. Watu wako kwenye palizi, wewe ndio unapeleka mbolea ya kupandia. Wewe Tanzania imekusomesha, ni daktari, unajua magonjwa ya kila upande wa Tanzania, unajua mahitaji ya dawa ni yapi. Mtanzania aende hospitali ya serikali aambiwe dawa ipo, alafu aambiwe nenda kanunue kwenye kioski. Kioski kinatoa wapi fedha ambayo dawa ambayo serikali imekosa? Duka binafsi linatoa wapi dawa? Linawezaje duka binafsi kupata dawa inayohitajika ambayo serikali inashindwa kupata? Hatuwezi tukawekeza fedha nyingi za kujenga mahospitali ya kila wilaya, vituo vya afya kila kata, ili tuwape Watanzania Panadol na paracetamol. Dawati lile linalokagua, dawati linalofanya utafiti wa aina gani ya dawa zinatakiwa kwa ajili ya Watanzania. Mjipange, tunataka Watanzania wanapokwenda hospitali yao wapate dawa zinazotakiwa. Sasa Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa, nilikuwa nasalimia tu,
lakini kwa sababu nayafahamu maisha ya hawa Watanzania nikaona nigusie na hayo. Wapo watu ambao ana machaguo mengi tu ya anapopatwa shida ya ugonjwa, ana machaguo ya dawa nyingi tu, achague ipi anachagua. Lakini wapo Watanzania ambao hawana fursa hiyo ya kuchagua. Sisi tulikuwa tunagawanywa kidonge, na ukipata nafuu kinatunzwa na mwenzako aje aponee hicho hicho. Hata kama anaumwa kichwa atapewa kidonge cha tumbo. Watanzania wapo wenye uhitaji. Lazima watu wakishakuwa ofisini wayajue hayo. Na kwa sababu haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais na mimi amenituma, nitazunguka kote nikikuta taarifa ambayo iko kinyume na maelekezo. Wala hatulengi mtu, wala hatuonei mtu. Hatutalenga mtu, hatutaonea mtu. Ila atakaye kiuka tunayosema haya ndo Watanzania wanayataka, atakuwa ametafuta mwenyewe matatizo.